Mtazamaji wa channel ya Biomedia, I hope uko poa. Wewe ambao unaendelea kusubscribe short kwako, endelea kushare pamoja na kulike na kucomment. Itakuwa inapendeza kweli. Jina langu ni Official Rose D, mhabarishaji kupitia Biomedia, channel ya kupendwa kabisa. Kama ndio kwanza unatutazama leo, karibu kwa ajili ya kuwa mwanafamilia hapa. Utaweza kuhabarika na habari za kijamii, habari za udaku, habari za kisiasa, burudani pamoja na michezo. Leo tutangazia upande ambako Mange bila uoga amemjibu mwanasheria mkuu wa serikali kutoka nchini Tanzania mara tu baada ya kutangaza kumkamata eti kisa amechochea maandamano. Haya ni katika siku za hivi karibuni, mitandao ya kijamii imeweza kuchafuka kufuatia kauli kali na zenye kuibua mjadala kutoka kwa Mange Kimambi, ambaye huyu ni mwanaharakati lakini pia ni mtumiaji maarufu kabisa wa mitandao ya kijamii ambaye anaishi nchini Marekani. Haya yameibuka baada ya kuapishwa kwa mwanasheria mkuu mpya wa serikali ya Tanzania, ambapo Mange alitoa shutuma nzito kabisa dhidi ya serikali ya Tanzania na kushambuliwa kwa maneno makali kiongozi huyo mpya. Kupitia chapisho lake kwenye Instagram yake, Mange alieleza kuwa jambo la kwanza ambalo mwanasheria mkuu mpya anataka kulifanya ni kuhakikisha kwamba anarejeshwa Tanzania kutoka Marekani, akidai kuwa serikali imeweka juhudi kubwa sana kumtafuta yeye badala ya kushughulikia wauaji na wahujumu wa amani nchini. Lakini pia alieleza kuwa amekuwa akifichua maovu na ufisadi wa baadhi ya viongozi wa serikalini na kwamba hilo ndilo kosa kubwa linalomsababisha kufuatwa kwa nguvu zote kutoka Marekani mpaka Tanzania. Lakini pia Mange alihoji uhalali wa hatua za serikali dhidi yake, akitilia shaka pia kama kuna mkataba pengine wa makubaliano ya kiuhamishaji wa watuhumiwa wa makosa ya jinai kati ya Marekani na Tanzania. Lakini pia aliendelea kueleza kuwa hana kosa la jinai, bali ametumia sauti yake kwenye mitandao ili kuelimisha umma kuhusu uozo wa baadhi ya viongozi wa serikali. Alidai pia kuwa Mange kwamba anahusishwa kimakosa na propaganda ambazo zinalenga kumharibia jina kwa sababu ya kuikosoa serikali, ambako pia katika maelezo yake Mange alitumia lugha kali na kejeli, akitishia kuwa hata kama akirudishwa kwa nguvu hali haitatulia na kwamba harakati zake hazitazimwa. Alifananisha hali hiyo na juhudi za kulazimisha ukimya kwa njia ya hofu pamoja na vitisho, huku akisisitiza kuwa bado ana haki ya kuendeleza maoni yake na kusimamia ukweli. Kauli hizo pia zimeibua mijadala mikali, huku baadhi ya watu wakimuunga mkono wakiona ni sauti ya upinzani dhidi ya mfumo wa udhibiti wa maoni, huku wengine wakimkosoa vikali kwa kutumia lugha ya matusi na kuonesha dharau kwa viongozi wa serikali. Kwa kweli mtazamaji, sakata hili linaendelea kufuatiliwa na wengi sana, huku kukiwa na maswali mengi kuhusu hatua zitakazochukuliwa na mamlaka husika na hatima ya swala hili kwa upande wa sheria na haki ya mawasiliano ya umma. Je, Mange atarejeshwa Tanzania kwa mara nyingine tena, ikiwa ni mara tu baada ya kuapishwa kwa Hamza Johari kama mwanasheria mkuu wa serikali? Tusubiri kuona. Updates zitakujia kupitia hapa katika channel ya kupendwa kabisa ya Biomedia. Unakusaje habari zetu? Karibu mwanafamilia, uendelee kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kukomenti.